Bunge, Prime Minister Kenya and abroad. Raila the Father, the Son and the Holy Spirit, Ruto amen. Point ya kwanza, mimi ni Ruto damu, Raila mifupa. Sisi tuna support hiyo serikali lakini njaa inatuua. Njaa inatuua. Mimi ni Raila mifupa, Ruto damu, lakini njaa itatuua. Wakalenjin, mandugu zetu, mkuwe na utu bwana. Hii serikali yenu tuna protect mpaka tunailinda na mawe. Lakini vibaya sana, mimi naishi kwa nyumba ya mabati yenye nalala na vitu zangu zote na mtungia gasi kama ni kwa ICU. Na hamwezi niangalia. Na nyinyi wote mmetoroka Nairobi, mnaishi kwa majani chai. Wakina nywele soso wanawapigania. Nyinyi mko kwa majani chai. Mtu angalie bwana. Sisi ndo tunakufia serikali yenu. Mr. Speaker, hiyo haikuwa mada. Mr. Speaker, nimeshangaa sana kuona vitu ambavyo zinafanyika kwa hii bunge. Mr. Speaker, bunge ya Jakaya ni bunge ambayo watu wanaheshimu sana kabisa. Na mimi nimeshangaa kama mkubwa wetu hapa Mr. Speaker, Nuru Malobo Kanga amesimama mbele ya bunge anatusi Oria ati Oria wahame Kenya, na sasa hiyo amevaa koti ya Oria, suti yenye mpono Oria. Oria akienda tu kwao hivi, Nuru Kanga anatembea na suti moja ya ODM. Omosi chukua suti yako. Mr. Speaker, Billboard. Mr. Speaker, hiyo ni maneno Billboard. Hiyo ni maneno mbaya sana. Mtu kama Nuru Kanga kukuja kutusi Oria hapa. Tena nasema Oria waende. Na sasa hiyo amevaa suti ya Oria. Hii Kenya, ukiwa na akili kama ya Nuru Kanga na unafanyishanga mtoto wako homework, mtoto wako anaweza chukua hiyo jinga yako hii. Akili kama ya Nuru Kanga si ya kufanyia mtoto homework. Kwa hivyo hii maneno, mada yenye mmeleta kwa floor leo ni kitu mzuri sana na ni kitu important. Lakini wakati tunakuja discuss hiyo kitu kama mtu mwenye ameenda shule kidogo, hata mwenye ameenda class 1 term 1. Wacha kuleta ujinga yako yote ya Poso Mill kudiscuss maneno kama hivi. Mimi nataka kusema hivi. Sisi hapa Kenya tunaheshimu bendera yetu ya Kenya. Na ni kitu ya maana sana. Hao wageni wetu wakuja hapa Kenya, inafaa wafuate sheria zetu. Hao vijana, huyo kijana alifanya kitu mbaya sana. Lakini wakati wa discuss mambo ya Oria, lazima uwe very wise. Kwa sababu gani? Kuna Oria mwenye ni a Kenyan by registration. Kuna Oria Mkenya by birth. So ukisema warudi kwao, huyu mwenye amezaliwa hapa Kenya atarudi wapi? Si baba yake anajua kwao. Atarudi wapi? Kama saa hii sisi pia hapa Kenya, hiyo kiatu imekuwa inatusumbua. Tuko na jamaa hapa Kenya mwenye ako na jina tatu inafanana. Miguna. Anatoka hapa Kano. Baba yake anatoka huko Canada. Alirudi kwao. Watu wa Canada pia wamewashinda na maandamano. Wanataka kumrudisha Kenya. Na kwao ni huko. Sasa nyinyi pia Oria wamezaliwa hapa Kenya. Mnataka kuwapeleka wapi na ni mbegu yenu hapa? Kwa hiyo mimi nataka kusema, mkitaka kudili na Oria, katiba yenu ndio mkaze nati. Hii maneno inakuanga kwa katiba ati my dress my choice. Hiyo ni kitu ya ujinga. Oria akiwa hapa Kenya, afae kama Mkenya. Afae long ya jeans. Tuone hizo vitu zao wanaficha hapo ndani. Tuone hizo nyash. Tuone nyash. Oria hakuna kabila iko na nyash kama Oria. Lakini hao watu ni wachoyo number 1. Kama nyash ndio wanafunika usione. Atakupenda. Ataheshimu sherehe yenu ya katiba yenu. Hii Kenya, Ruto, badilisha katiba. Endo fanya amendment. Hiyo my dress my choice, hiyo kitu itoke hapo. Oria wafae kama wa Kenya, wafae tumbo cut. Nione tumbo ya Oria. Oria avae long ya jeans na mini skirt, nione paja. Si ati hao watu wanakuja hapa Kenya anatembea kama kuku, kama bata. Amefunika mpaka macho yake hivi ndio unaona. Hata akikosea hapa sasa hivi narudi kama toa hiyo kitu. Huwezi jua nani amekosea. Hizo ndio vitu inafaa tutoe.
Hata huyo kijana mwenye alikanyaga bendera, sasa ukitaka kumtafuta unaweza shika Ria wote weke sela, kwa sababu wote wanafanana. Mimi naomba William Samoei Ruto fanya amendment kwa bunge, watu wafae kama wa Kenya. Hizo vitu zenye wanaficha ni nini? Hizo vitu zenye wanavaa, hata Ria akificha panga kwa hizo vitu huwezi jua. Our safety, our life, it is in danger nikiwa karibu na Ria, kwa sababu huwezi jua amebeba nini kwa hiyo leso. Watu wafae tumbo kati. Natamani sana kuona tumbo ya Ria. Avae miniskirt, tuone paja, tuone nyash. Akatiwe na Mkenya. Mimi pia nikatie Ria. Nikatie foreigner. Hao ndio wazungu wetu hapa Kenya. Si ati hao watu umejua, hao maforeigners wenye wanakuja Kenya wako na tabia mbaya sana. Ati Msomali akikuja hapa Kenya, wanavaa hizo nguo zao uweze mkatia. Engineer. Haya. Chagua watu wamekuja pasa. Unapata hao wa Kongo. Hao wa Burundi hawa. Hao wenye wanakuja Kenya, mtu anapiga simu nyumbani ati kama franga. Niko ngamfo. Ati hao pia wanaukatia. Wanakuambia ati mimi siwezi katiwa na Mkenya. Na amepata ndege ikuja hapa Kenya ati ngambo. Alafu anakataa uweze mkatia. Hizo ndio vitu ambavyo Ruto anafaa kuweka sheria. Kama Tanzania. Tanzania kuna sheria kabisa. Ukienda Tanzania, ukitaka kujenga hata apartment hivi, lazima uoe Mtanzania, na hiyo mali yote lazima ndiko jina huo msichana. Hata hapa Kenya au wa Somali, Ruto anafaa kuweka sheria. Ria akitaka kujenga Kenya, aoe msichana Mkenya, hiyo mali yote andike juu ya msichana wa Kenya. Akienda kwao tunabaki na mali. Na mimi pia nioe Ria. Mimi pia nizae nywele nyepesi. Mimi pia nikatie Ria. Kwa sababu mimi ni nywele sauce, nizae nywele sauce mwingine na Ria. Lakini hii mambo yetu hii ya Ruto badilisha katiba. Badilisha katiba. Hii Kenya, hata kama ndugu zetu wetu tuliwacha hapa ng'ambo, hao wa Sudanese. Akishakanyaga tu Kenya, anavaa kiatu namba 56. Uwezi mkatia, anakufikia hapa. Uwezi mkatia. Mimi naomba Ruto fanya amendment, katiba badilishwe. Msudanese akiingia tu Kenya hivi, ukitaka kuchukua ID, olewa na Mkenya. Si Mjaluo ndugu yako. Mbona nakataa ndugu yako? Msudanese akitaka ID, olewa na Mjaluo. Mimi pia nioe mtu mrefu bwana. Ria akitaka ID, aolewe na Mkenya, hata Nuru Okanga pia. Tuzae Mbeumo mwingine Kenya. Kwa hivyo mimi nataka kumaliza nikisema hivi. Hii Kenya kitu inafaa tufanye, hatufai kufukuza Ria. Ria wako na haki ya kuishi Kenya. Kwa sababu Nuru Okanga mwenye atusi Ria sahi, kabila yake ndio wamezaa isili. Wakibeba mzigo kutoka kwa ghorofa 12 wakishuka chini. Hao Ria wakitoka Kenya, mandugu za Nuru watafanya kazi gani? Watafanya kazi